Na hizi ndizo dalili ambazo zitakuonesha kwamba umetembelewa na wachawi wakati wa usiku nyumbani kwako. Nitakupatia dalili 5 za msingi ambazo ukiziangalia utagundua kwamba una wageni nyumbani kwako. Dalili ya kwanza, utaanza kuona mabadiliko ya mwili, na hapa kwenye mabadiliko ya mwili nazungumzia mwili kujizoa, nywele kusimama pasipokuwa na sababu za msingi. Wakati mwingine unahisi kama chumba kimebana na hauwezi kujua sababu ya msingi inayofanya chumba hicho kubana. Ukiona dalili kama hiyo, utambue una wageni tayari wako ndani mwako. Na kiashiria cha pili ambacho unaweza kukigundua kwamba umetembelewa na wageni wengine, ukiwa umelala wakati wa usiku kila siku majira yale yale. Kwa mfano, labda ni majira ya saa 6 imekuwa ni kawaida kwako, unaona watu wanakuja kukukaba. Pengine unaweza kuwa unaona kama ni watu unaowafahamu, na wengine unakuwa huwafahamu, unaona sura ngeni, lakini majira ni yale yale. Kama ni saa 7 usiku lazima ukabwe, kama ni saa 8 usiku lazima ukabwe. Hii itakupatia dalili ya kwamba huwa unatembelewa na wageni ambao ni wachawi. Na dalili ya tatu ni wakati wa usiku wa manane unahisi ni kama kuna mchanga unamiminwa juu ya nyumba au juu ya paa lako. Wakati mwingine hakuna sababu ya msingi ambayo inaweza kufanya huo mchanga kuanguka, ila lazima kila siku unasikia mchanga ukiwa unaanguka. Ukiona dalili kama hiyo, ujue wewe ni miongoni mwa kupokea wageni ambao ni wachawi katika nyumba yako mara kwa mara. Sababu nyingine ama kiashiria kingine ni kusikia vishindo ambavyo vinakuwa havina sababu. Wakati mwingine unasikia vishindo vya kwato, au unasikia kishindo kinatua juu ya paa. Wakati mwingine unasikia kama kuna watu wanatembea nje wakiwa wamevaa kengele mguuni, kwara 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 kwara, lakini ukitoka nje huwezi kuona kitu hapa kinasababisha kishindo. Hii yote inapelekea kuonesha kwamba kuna wageni ambao huwa wanakutembelea mazingira ya nyumbani kwako. Nini ufanye sasa ili kuweza kuepukana na hii hali ya kutembelewa na wageni wa mfumo kama huu mara kwa mara? Tunatumia damu ya Yesu Kristo kuweza kufunga malango yetu, kufunga maeneo ambayo tunaishi. Unapotaka kulala, unapoamka, muda wote hakikisha unaomba, unanyunyizia damu ya Yesu Kristo iwe kama ulinzi juu ya maisha yako. Na watakapokuwa wakija hawa wageni, wakifika hapo hawatokuta nyumba yako, watakuta damu ya Yesu Kristo kuwazuia, na baada ya hapo utakuwa ni salama. Na hata wakiweka mitego yao haiwezi kukunasa, kwa sababu ulinzi wa damu ya Yesu Kristo unakuwa umekufunika zaidi. Mungu wa mbingu na nchi